Masomo ya kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo Yesu. Kitabu cha Walumi sehemu ya pili. Walumi sura ya pili. Mungu hana upendeleo. Sheria kipimo kwenye hukumu. Utii kutoka moyoni. Sura ya kwanza ya Walumi baada ya utangulizi inaweza kufanyiwa muhtasari kama hali ya mwanadamu asiye na Mungu na jinsi anavyofikia hali hiyo. Chanzo cha hali hii kinaweza kusemwa katika neno moja: kutokuamini. Kutoka katika kutoamini huja kujikweza. Imani huleta unyenyekevu. Walimpoteza Mungu kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Fungu la 21. Kwa kila jambo walijisifia wenyewe, na kama ubinafsi ulivyoendelea kukua, imani kwa Mungu ilizidi kudidimia, hadi wakawa katika giza la ibada ya sanamu. Wanadamu siku zile za Plato, Seneca na Marcus Aurelius walifundisha kile walichokiita sayansi ya maadili. Confucius alifundisha miongozo au maagizo ya maadili. Lakini kile walichopungukiwa wote ni kuwaambia wanadamu jinsi ya kutenda kile walichofundisha kuwa sahihi. Hata hawa watu waliokuwa wakifundisha sayansi ya maadili na wema wao wenyewe walikuwa wakitenda yale yale waliokuwa wanayahukumu kuwa ni mabaya na kushindwa kabisa kuyatenda yale waliotangaza kuwa ni wajibu wa kila mtu. Wakati walimu hao wanapotuambia tunapaswa kutenda haki, lakini wanashindwa kutupatia uwezo wa kuyatenda. Dini ya Yesu Kristo si tu kwamba inatujulisha kile kilicho sahihi, lakini pia inatupatia uwezo wa kufanya kile kilicho chema. Hivyo Kristo anapokuwa hajashonana kabisa na hayo mafundisho, jitihada zote za kufundisha hayo maadili kwa urahisi ni sayansi ya maadili ile ile ya zamani ambayo ni uovu. Wote wanakubaliana kwamba serikali isifundishe Ukristo, lakini wengine wanasema yatupasa kufundisha maadili pasipo huo. Sayansi ya maadili kando ya Yesu Kristo ni uovu na ni dhambi. Sayansi ya maadili kando ya Yesu Kristo ni uovu na ni dhambi. Matendo ya mwilini yametajwa wazi kwenye sehemu ya mwisho ya sura ya kwanza. Haya yanapatikana kwa kila mtu ambaye hajaongoka kuwa Wakristo. Tunawashutumu wapagani kwa kufanya mambo haya, lakini hakuna upendeleo kwa Mungu. Walumi sura ya pili mstari wa 11. Na anayahukumu mambo hayo ndani yetu vile vile, na anatuonyesha kuwa hatujawa bora kuliko wao. Kwa hiyo wewe mtu uwaye yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana uhukumuye unafanya mambo yale yale. Walumi sura ya pili mstari wa kwanza. Yeyote yule ajuaye sana kuhukumu maovu ya wapagani amejihukumu mwenyewe, kwa kuwa anafanya mambo yale yale anayoyahukumu kwa wengine. Sehemu ya kwanza ya Walumi sura ya pili yaweza kufanyiwa muhtasari kama: Mungu hana upendeleo, atamlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Kwenye hukumu hakuna kinachochukuliwa kwenye hesabu isipokuwa matendo ya mtu. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ufunuo 22 mstari wa 12. Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mathayo 16 mstari wa 27. Tabia ya matendo inaonyesha kiwango cha imani katika Kristo. Kukiri rahisi tu hakutasaidia. Wewe binadamu uwahukumuye wale wafanyao hayo na kutenda hayo hayo mwenyewe, je, wazani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu?
Mungu hatupendelei sisi wala haangalii madai yetu. Twaweza kujiita wenyewe wa Kristo na kujifanya tunashika sheria na kuwasikitikia maskini wapagani, lakini Mungu anawaweka kundi moja wale wanaoshindwa kuwa na matendo mema. Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Fungu la 12. Hili pamoja na mafungu yanayofuata linaonyesha kwamba sheria ndicho kiwango ambacho kwacho kila mtu ulimwenguni atapimwa. Lakini kushika sheria ni nini? Ni kushika maagizo yake yote. Haki yetu ni lazima izidi ile ya Mafarisayo, ambayo ilikuwa ni maonyesho, mfumo wa nje tu. Ikiwa tutachukia ni uuaji. Mathayo sura ya 5 mstari wa 22. Kama tuna mawazo yasiyo safi ni uzinzi. Mathayo sura ya 5 mstari wa 25. Ikiwa tuna moyo usio safi, tumevunja sheria nyingine yote. Tunaweza daima tuwe na msimamo mkali sana katika utunzaji wa Sabato wa nje na kugandamana sana na wajibu wa nje wa sheria nyingine yote, lakini moyo usio safi hufanya kila tendo kuwa ovu. Moyo usio safi hufanya kila tendo kuwa chafu na ovu. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Fungu la 14. Mungu kwa njia ya mawakala mbalimbali ameweka nuru ya kutosha katika moyo wa kila mwanadamu ya kumwongoza amjue Mungu wa kweli. Hata maumbile yenyewe humfunua Mungu wa maumbile. Na kama mtu aliye kwenye giza totoro la upagani ana shauku ya kumjua Mungu wa kweli, ikiwa upo ulazima, Mungu atamtuma mtu toka popote ulimwenguni aende akampatie nuru ya kweli. Hivyo kila mwanadamu ambaye hatimaye atapotea katika huu uso wa dunia atakuwa ameikataa nuru ambayo kama angeishikilia ingeweza kumwongoza kwa Mungu wa mbinguni na kuweza kuokolewa.